Leo nitaongea kwa mafundisho ya hiki kitu ili tunapoenda tufanye kitu tunakielewa. Naamini na kesho, kwa sababu sidhani kama kwa mwendo huu kama muda utatutosha, na Mungu akitujalia tutamaliza kesho kutwa. Alafu tuingie kwenye utendaji sasa. Huku tuna maarifa ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufalme wa Mungu watu tumepewa kushinda kwa maarifa. Somo ambalo tunaenda kulianza sasa hivi linasema wito wa kubomoa madhabahu na kujenga madhabahu. Wito wa kubomoa madhabahu na kujenga madhabahu. Tutaenda kujua nini maana madhabahu kwanza, lakini labda kabla sijaanza kuongelea hapo niseme neno moja. Mtu asikudanganye, kwa sababu sasa ni wakati sasa tutembee na nuru. Haleluya. Ulimwengu huu unaoitwa ulimwengu wa mwili au ulimwengu wa damu na nyama unatawaliwa na ulimwengu wa roho, kule kusikoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana eh? Ulimwengu huu wa damu na nyama, huu wa kushikika, huu tunaoishi huu wanadamu, unatawaliwa na ulimwengu wa kule tukusikoonekana, ulimwengu wa roho unaitwa, ambako ndiko Mungu anakokaa, ndiko malaika wanakokaa, na ndiko na mashetani wanakokaa. Unaitwa ni ulimwengu wa roho. Na sikuambia mlete karatasi, kwa hiyo najua kuna mambo mengi kweli mtahitaji hata mtu kuandika mstari. Sasa kwa sababu hamkuja na karatasi, sina uhakika kama utaviweka wapi, lakini naamini media watakuwa wana record, hata kama ni audio utakuja kuwaomba wakupatie. Ulimwengu wa roho ndio unaotawala ulimwengu wa mwili, na kwa sababu hiyo ukija kufuatilia kila mtu anayeishi utakuta kuna namna anatafuta mawasiliano na ulimwengu wa roho. Hata mpagani, hata mtu ambaye hajaokoka, unataka kujenga nyumba, yule fundi mwenyewe anapiga msingi, anasema bila kufanya kitu hapa hii nyumba inaweza ikanifanyia shida. Anaenda anafanya kitu, anakuja labda anaweka kahirizi kule, anafanya kitu fulani. Yote ni kukuonyesha kwamba kumbe ulimwengu wa roho unatawala ulimwengu wa damu na nyama. Bwana Yesu asifiwe. Sasa madhabahu ndio vitendea kazi, ndio vitu vinavyotumiwa na ulimwengu wa roho kuweza kuja kutawala ulimwengu wa damu na nyama. Na kwa nini inakuwa hivyo? Ni kwa sababu ya kanuni ambayo Mungu aliiweka kwenye uumbaji. Wakati Mungu anaumba ulimwengu huu wa damu na nyama unaoonekana, masayari, dunia, kila kitu, na watu na wanyama na kila kitu, wakati Mungu anaumba aliweka kanuni, kwa sababu ulimwengu ulitoka kwenye ulimwengu wa roho. Kwa sababu Mungu yuko siku zote, aliumba kutoka kwenye ulimwengu wa roho akauleta hapa. Mungu akaweka kanuni, akasema huu ulimwengu wa mwili wataishi huko viumbe wenye miili, ambao Mungu aliwapa miili hao viumbe, na hao ndio watakao miliki, na hao ndio watakao tawala, na hao ndio watakao tiisha kama Mungu alivyowakusudia. Mungu akaweka kanuni. Ulimwengu wa roho hauwezi kuja kufanya kazi kwenye ulimwengu wa damu na nyama pasipo kibali cha ulimwengu wa damu na nyama kuomba na kutoa ruhusa na kutoa nafasi ya ulimwengu wa roho kuingia na kufanya kazi. Kwa hiyo Mungu akaweka utaratibu kwamba kila kinacho ulimwengu wa roho kitaka kuja kufanya kazi hapa lazima kuwa na mwili. Lazima kuwa na nini? Na mwili. Kama huna mwili, lazima kuwe na utaratibu utakao kuwezesha kuja kufanya kazi hapa kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Na huo utaratibu ndio uliozalisha kitu kinachoitwa madhabahu. Hebu tuseme madhabahu.
Sasa madhabahu hizi ndizo zinazotawala hapa ulimwenguni. Madhabahu hizi ndio zinazohusika na mambo mengi ambayo watu wanayepitia. Madhabahu ziko za aina mbili kuu. Madhabahu za dhambi au za giza au za shetani ni moja tu hiyo, au unaweza ukasema madhabahu za giza. Alafu kuna kundi lingine la madhabahu za haki au madhabahu za nuru au madhabahu za Mungu aliye hai. Haleluya, tuko pamoja Sasa Mungu, somo linasema Mungu ametuitia wito wa kubomoa madhabahu alafu kujenga madhabahu. Kwa lugha nyingine, ametuitia sisi ambao tuko katika Mungu sasa, ametuitia wito wa kubomoa madhabahu zile za giza. Kwa sababu madhabahu za giza hazitendi haki ya Mungu. Madhabahu za giza ni za shetani. Kwa hiyo huwa zinafanya makusudi ya shetani. Kwa hiyo ametuita kubomoa madhabahu hizo na kisha kujenga madhabahu za nani? Za Mungu au za nuru. Tukiangalia alafu utakuja kugundua sitaenda sana kwenye Biblia. Yaani mambo ni mengi. Kwa hiyo nikisema kila kimoja niende kwenye mstari muda utatosha. Ila nitakuwa nagusia hiyo mstari, ndio maana nikasema ungekuwa na karatasi ingekusaidia. Wakati Mungu anamuita Yeremia, alimwambia na kuita kuwa nabii wa mataifa. Haleluya. Mataifa haikuwa nchi ya Yerusalemu, haikuwa nchi ya Israeli. Israeli walikuwa hawaitwi mataifa. Si tunajua hilo Wale waliokuwa nje ya Israeli ndio walikuwa wanaitwa mataifa. Akasema nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Akasema nilikujua toka tumboni. Ukiwa tumboni na kufahamu, na kabla hujatoka tumboni na kujua. Na nikakutakasa toka huko uwe nabii wa mataifa. Akajitetea pale. Lakini Mungu akamwambia mimi ndiye nitakayekuwa pamoja na kinywa chako. Akashika kinywa chake akasema nimetia maneno yangu ndani yako. Utaenda kila nitakako kutuma na utasema kila nitakacho kusema. Akasema kazi yako, agizo langu kwako, utaenda kama nabii wa mataifa. Utang'oa, utabomoa, utaharibu hayo mamlaka na wafalme, kisha utajenga na kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo hakuwa inaandikwa madhabahu, lakini huwezi kung'oa ufalme bila kung'oa madhabahu yake, kwa sababu kila ufalme zinasimama na madhabahu. Zinasimama na madhabahu. Yaani utashangaa hata nchi unaiombea nchi iondoke kwenye hali fulani ambayo sio nzuri, na kumbe unakuta hiyo nchi unayoombea imejenga utawala wake juu ya madhabahu ya giza. Wewe unafikiri unaweza ukakemea ukafanya toka kwa jina la Yesu fanya hivi, alafu mambo yakabadilika. Utakuta mambo yako ngangari. Kwa nini? Ni madhabahu iko imara, inafanya kazi. Nini kinatakiwa? Ng'oa ile madhabahu kwanza, ibomoe ile madhabahu kwanza, iharibu hiyo madhabahu kwanza. Ikiisha haribika, simamisha madhabahu ya Mungu, alafu hapo mambo ya Mungu yataendelea. Wokovu utapatikana, amani itapatikana, vitu vizuri vitatirika katika nchi. Haleluya. Haleluya kanisa. Sasa kanuni ambayo Mungu, kumbuka niko kwenye utangulizi. Kanuni ambayo huwa inatendeka, ndio maana nikasema ni wito, ni kung'oa kwanza madhabahu ya giza, alafu ndio unajenga madhabahu ya Mungu. Huwezi ukajenga madhabahu ya Mungu wakati madhabahu ya giza ipo, kwa sababu sheria haziruhusu. Haleluya. Wote wanatoka kwenye ulimwengu wa roho. Sasa Mungu anataka yule mliyemruhusu akajenga madhabahu, ambaye si Mungu, ambaye sio nuru, huyo aondolewe kwanza. Anyimwe ile fursa ya kuja kufanya mambo yake. Simamisha madhabahu ya kumpa Mungu fursa ya kufanya kazi ya Mungu. Hebu tumwadhimishe Mungu. Haleluya.
Tutaangalia hili la kubomoa madhabahu kwanza, unyingi madhabahu, alafu tutaendelea. Hebu fungua Waamuzi mlango wa 6. Waamuzi mlango wa 6. Waamuzi mlango wa 6 nitasema kwa ufupi, afu tutaenda kusoma. Kuna kipindi ambacho Wamidian waliwakandamiza sana Waisraeli, hasa Waisraeli, ile taifa la Israeli lilikuwa na mataifa kwa kina Manase, wakawakandamiza kiasi kwamba hata wakilima ngano kabla haijaiva wanaenda wanaiharibu, wanaenda wanaivuna, wakabaki katika hali ya njaa, katika hali ya umaskini, wakamlilia Mungu sana. Katika Mungu kujibu, ilibidi atafute namna ya kuja aingie aweze kufanya kazi ya kuwasaidia, na ili aingie lazima apate madhabahu. Nitaeleza maana ya madhabahu baada kidogo. Wakati huo walikuwa wameshakengeuka, wakamkaribisha Mungu anaitwa Baali, wakamjengea madhabahu yake. Kwa Baali ndiye alikuwa anatawala. Baali hakuwasaidia, waliendelea kukandamizwa, waliendelea kuteswa, wakawa maskini kabisa. Kukana mtoto mmoja anaitwa Gideon. Alikuwa anapepeta ngano ya baba yake, lakini alikuwa ndani ya shimo anaipepetea kule, Wamidian wasione hata ile vumbi la ngano, kwa sababu akiliona wanaifuata. Akamjia malaika pale, akamwambia shujaa, umepata kibali kwa Bwana. Akaanza kujitetea pale, shujaa namna gani? Huyu Mungu sasa kwa nini ametuacha tumeteseka hivi? Kuna maneno mengi amesema pale, lakini itoshe kusema kwamba baadaye Mungu akamwambia, kwa wewe, kwa njia yako wewe nitaiokoa Israeli. Kwa njia yako wewe, anamwambia. Akaingia katika hali ya kwa hakikisha kama ni kweli ni Mungu anasema. Akamwambia, naomba ukae hapa, kama ni wewe umesema nikalete zawadi yangu. Akasubiri pale, akaenda kuchinja ndama, akachemsha, akaleta zile nyama na supu, akamweleza namna ya kufanya. Malaika akainyoshia fimbo, tayari moto ukashuka ukailamba ile sadaka, akajua ni malaika wa Mungu. Sasa akaingia kwenye huo utumishi. Sasa nataka tuone ule mstari wa 22. Mstari wa 22 unasema hivi. Gideon, nimesema ni Waamuzi 6, tumefika Mstari wa 22 tumeona. Anasema Gideon akaona ya kuwa ni malaika wa Bwana. Gideon akasema, ole wangu, Bwana Mungu, kwa kuwa nimemwona Bwana uso kwa uso. Bwana akamwambia, amani iwe pamoja nawe, usiogope, hutakufa. 24. Ndipo Gideoni akamjengea Bwana madhabahu hapo, akaita jina lake Yehova Shalom. Hata hivi leo iko huko katika Ofra ya Waaberi. Sasa ndio maana nikasema kwamba Mungu amempendeza kutupa ufunuo wa ajabu sana juu ya hili somo, kama ambavyo mtaona mbele ya safari. Sasa hivi ni utangulizi. Kitu ambacho mtaona, Gideon baada ya Bwana kumtokea na kuhakikisha ni yeye, anamjengea madhabahu kumpa kibali cha kuingia ili sasa aanze kufanya kazi ya wokovu. Lakini utashangaa Bwana ile madhabahu hakuipokea. Akaijenga, akaita Jehova Shalom, Mungu ndio amani yetu. Lakini Mungu hakuipokea ile madhabahu. Kwa nini hakuipokea? Kwa sababu kulikuwa na itifaki ya kimbingu
kwamba haya mambo yanafanyikaje. Itifaki ya kimbingu ni kwamba lazima ung'oe kwanza madhabahu ya miungu iliyokuwa pale. Ikisha ng'olewa, ikisha haribiwa, ndio ujenge sasa madhabahu ya Mungu. Huwezi ukaanza kujenga madhabahu ya Mungu wakati madhabahu ya shetani iko pale imesimama. Tunaelewana? Sasa tuone hii protocol Mungu, hii itifaki. Mstari huo 24 tunaona amemjengea Mungu madhabahu, si ndio jamani? Kanisa la Mungu tuko pamoja. Sasa mstari wa 25 tuone kilichotokea. Ikawa usiku huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali alionayo baba yako, ukaikate Ashera ile iliyo karibu nayo, ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ng'ombe hii kwa taratibu zake. Ukamtoa yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa kwa kuni za ile Ashera ulioikata. Hebu tumaadhimishe Mungu, haleluya. Kwa hiyo tunaona Mungu akisema kwamba ndio ameshajenga madhabahu. Mungu anamtokea usiku, badala ya kuanza kumweleza namna ya kufanya juu ya madhabahu iliyojenga, akamwambia nenda sasa ukaing'oe kwanza ile madhabahu ya Baali, madhabahu ya Baali alionayo baba yako, ukaikate Ashera. Sasa madhabahu ya Baali, kumbe baba yake na Gideon alikuwa ni kuhani wa Baali. Yaani hiyo pale aliko kuna madhabahu ya Baali na baba yake ndio kuhani. Kama tutakavyokuja kuona kila madhabahu ina kuhani. Sasa Mungu anamwambia akaiangushe hiyo, akate na Ashera. Ashera ni mti fulani. Sasa kilichotokea kweli, Gideon hapo sitaingia. Gideon kwa ufupi alibomoa ile Baali, madhabahu ya Baali, akajenga hapo madhabahu nyingine na Bwana kama alivyomwelekeza, akachukua yule ng'ombe akamtoa sadaka pale. Asubuhi watu wanaamka wanakuta madhabahu ya Baali imebomolewa. Wakatafuta wakapeleleza na wakupiga ramli walivyofanya, wakajua ni Gideon ameibomoa. Wakaja wote na hasira wakasema, mtoe Gideon, lazima afe. Amebomoa madhabahu ya Baali, lazima afe. Sasa baba yake pamoja kwamba alikuwa kuhani wa Baali, Mungu akampa hekima. Akamwambia, ishieni hapo hapo. Baali si Mungu? Mwacha jitetee mwenyewe. Yaani nyinyi mtamtetea Mungu? Anayesimama kumtetea Baali kesho yake atakufa. Mwache Baali, kama ni Mungu kweli atajitetea. Na kwa sababu hiyo Gideon wakamuita Erobaali. Nilichotaka kusema hapa nini? Nilichotaka kusema hapa ni tuone kwamba tumeitwa kubomoa madhabahu ya giza, alafu tujenge madhabahu ya Mungu, ili baraka za Mungu ndio zitirike, wokovu wa Mungu ndio utirike, neema ya Mungu ndio itirike. Nje ya hapo, ukistaka kujenga madhabahu ya Mungu alafu madhabahu ya shetani hujaiangusha, hutapata kitu. Sio kanuni ya kimungu. Tuko pamoja kanisa la Mungu? Tuko pamoja kanisa la Kristo? Sasa naanza kwa kusema madhabahu ni nini? Madhabahu ni nini? Madhabahu ni nini? Tunasema madhabahu, wengine wanawaza madhabahu ni kitu kama hiki, wanasema pale madhabahuni. Madhabahu ni nini? Kwa ufupi sana, sasa shida kwa sababu sio semina ya watu hawaandiki, nitagusia tu lakini muelewe. Madhabahu kwa ufupi ni lango au daraja linalo ruhusu ulimwengu wa roho kuwasiliana na ulimwengu wa mwili kwa taratibu zilizowekwa, kwa maagano yaliyokubaliana. Kwa hiyo ni lango au daraja. Hebu tuseme madhabahu ni lango
au daraja. Kwa lugha nyingine, roho zozote kwenye ulimwengu wa roho haziwezi kuja kufanya chochote hapa duniani bila kupita kwenye lango au daraja linaloitwa madhabahu. Hilo lango liko katika ulimwengu wa roho, lakini huku nje linaweza likadhihirishwa na kitu, linaweza likadhihirishwa na eneo, linaweza likadhihirishwa hata na mnyama, linaweza likadhihirishwa na mtu, linaweza likadhihirishwa na kitu kilichojengwa. Kama Israeli walikuwa wajenge madhabahu, wanajenga kwa mawe kama Mungu alivyowajalia kufanya, lakini ni daraja au lango linalofungua mbingu na kuruhusu kwa taratibu zilizokubaliwa kwenye ile madhabahu. Yaani pasipo makubaliano kwenye ile madhabahu haianzishwi. Lazima kuwe na makubaliano, na ili ianze kuna tukio litafanyika ama la makubaliano. Labda niongeze pointi, niseme kuna taratibu za sheria zinazohusu kusimamisha madhabahu. Hizo taratibu za sheria zinaweza zikahusisha sadaka, zinaweza zikahusisha masharti, zinaweza zikahusisha mahitaji tarajiwa. Ninasema kwa ujumla. Haleluya. Tutaenda kuona kila kimoja kinavyofanya kazi. Kwa hiyo madhabahu inatoa kibali katika ulimwengu wa roho kuja kufanya kazi katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo kama ni shetani, lazima hiyo madhabahu, hilo daraja au lango limefanywa na roho ya kishetani kwa mkataba au kwa sadaka, na ikishafanyika tayari roho za kuzimu, roho za mashetani zitakuwa zinapita kwenye hilo lango, zinakuja huku na zinafanya kazi kwa kibali zilizopata kwenye hiyo madhabahu. Haleluya. Haleluya. Tunaendelea. Kwa hiyo ili madhabahu iwe hai, kuna mambo ambayo lazima yaendelee kwenye ile madhabahu. Moja, lazima sadaka ziwe zinatolewa kwenye madhabahu kwa namna mbalimbali. Sadaka, dhabihu, ushirika wa kiibada lazima uendelee kwa namna mbalimbali, na maombi. Kwa hiyo hiyo ni kanuni ya kutunza uhai wa nini? Wa madhabahu. Na madhabahu inapokuwa hai, maanake ndio inatawala hilo eneo, na inatawala kwa kile kitu ambacho kilifanyika pale kwenye madhabahu. Kama ni madhabahu ya kuleta utasa kwenye hilo eneo, utasa wote utakao unatokea kwenye ile madhabahu. Unakuta watu wanapata utasa, lakini unatokea kwenye ile madhabahu kwa sababu ndio agano lililofanyika wakati ili inaanzishwa, kama ni ya upande wa giza. Haleluya. Sasa kama ni madhabahu ya umaskini au ya ulevi, eneo hilo lote utakuta watu ni maskini, walevi wa kupendukiwa, kwa sababu iko madhabahu ambayo wakati inaanzishwa ilipewa kibali cha kwamba hizo roho za huko kwenye roho zikija pale ziwapelekeshe watu kuwa maskini na walevi. Kwa sababu hizo ndio kazi za shetani. Sasa unajua Haleluya. Kwa hiyo naweza kusema kwamba madhabahu inaweza ikawa ni kitu kinachoonekana kama miti. Unakuta watu miti mikubwa wana madhabahu pale, kama mito, kama bahari, kama maziwa, kama minara. Au inaweza ikawa tu ni eneo tu la wazi halina kitu, lakini ni madhabahu kwa sababu kuna taratibu zifanyika za kufungua lango pale, za kufungua lango la kwenye ulimwengu wa roho. Inaweza ikawa ni sehemu, lakini madhabahu pia inaweza ikawa ni mtu. Inaweza ikawa ni mtu. Kwa mfano, watoto wa Mungu waliookoka ni madhabahu. Haleluya. Watoto wa Mungu waliookoka ni madhabahu kwa sababu na madhabahu ya Kristo ndani yao. Kwa hiyo madhabahu inaweza ikawa pia ni mtu. Tuko pamoja lakini pia kuna makuhani wa giza, unakuta ni wachawi
ambao wenyewe kwa namna walivyotoa zile kafara, wao wenyewe ni madhabahu pia. Kwa kila anakofika ni madhabahu ya shetani imefika, na kazi za shetani zitafanyika pale. Kwa hiyo ni kitu cha namna. Nasema kiutangulizi tu kwa sababu ukisema kwa ndani watu hawaandiki itakuwa haina faida kubwa. Haleluya. Kwa hiyo maisha na mifumo hapa duniani inaamriwa na madhabahu inayotawala. Inaamriwa na madhabahu inayotawala. Kwa sababu ulimwengu wa roho una nguvu zaidi, kwa ikisha pata hicho kibali inatawala, na mambo mtakayoona pale ni madhabahu hiyo inayotawala. Kwa hiyo kuna aina mbili kubwa za madhabahu kama nilivyosema, madhabahu ya haki ambayo ni ya Mungu aliye hai, lakini madhabahu ya giza ambayo ni ya shetani. Sasa ili tupate picha ya madhabahu, sasa nitalenga zaidi kwenye eneo la Biblia sasa, kwa sababu sisi ni wana wa Mungu, lakini itakapofika kwenye utendakazi huko mbele ya safari tutaona upande zote. Haleluya. Lakini tuone madhabahu inavyoweza kuwa na nguvu, inavyoweza kufanya kazi, tuweze kuona kanuni yake Mungu anavyoisimamia na lazima ifanyike kama inavyotakiwa ili madhabahu ifanye kazi. Tutaenda kuona mifano kwenye Biblia. Haleluya. Kwenye Biblia tutaona mifano miwili tu, lakini imesheheni. Ni mifano miwili tu imesheheni. Tutaanza na mfano wa madhabahu ya Betheli. Hebu sema Betheli. Huwa watu wanasema kanisa letu linaitwa Betheli. Na mimi kuna sehemu fulani ni kwetu kifamilia huwa nakaita na kenyewe Betheli. Sasa lakini ninapoendelea kutafakari ile somo, baadaye nikaja kusema ningejua nisingeita Betheli. Ningeita kitu kingine. Yaani baada ya Mungu kuanza kunifunulia ile somo sasa ndio nikaja kwa nini nikaita Betheli? Kwa kuanzia hutaona shida, lakini utakuja kuona kwa nini. Haleluya. Sasa madhabahu ya Betheli ilianzishwa na nani? Hii madhabahu ya Betheli, kitu ambacho utakuja kushangaa ni kwamba madhabahu ikisha, tendo la kuifungua madhabahu likisha kamilika, madhabahu ikafunguka ya upande wa Mungu. Ya tuseme kwenye ulimwengu wa roho, huwa ni lango linafunguka la mbinguni. Malaika wa Mungu wanapanda na kushuka kwenye ile madhabahu kwa ajili ya shughuli za kimungu, kutegemeana na maombi yaliyofanyika wakati madhabahu inafunguliwa. Sasa ikishafunguka huwa halifungi. Kwa hiyo utashangaa vizazi na vizazi, miaka na miaka, watu wakifika ile eneo wataenda kutafuta ile madhabahu iko wapi. Hata kama imeshafutika, wakifika pale mbingu ziko wazi, kuna shughuli itafanyika. Kwa hiyo utashangaa madhabahu ya Betheli imeenda mbali kuliko unavyoelewa. Hebu ngoja tuone. Tuchangamke. Hebu tufungue Mwanzo 12. Mwanzo 12. Tumefika. Ni mambo ya Ibrahim. Mwanzo 12, Mungu amekutana na Ibrahim pale mwanzo kabisa, akasema Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Haleluya. Sasa nikienda mstari ule wa 7 unasema Bwana akamtokea Abraham akasema, uzao wako nitawapa nchi hii, naye akamjengea Bwana madhabahu huko alikomtokea. Ni madhabahu ya kwanza Ibrahim anajenga. Maisha ya Ibrahim alijenga madhabahu 4, lakini mimi naangalia tu 2 kwa sababu alikuwa ndio baba wa imani. Utashangazi madhabahu 2 tutakazoziangalia zinaenda mbali ajabu sana, lakini hii ni ya kwanza. Ya pili mstari wa 8, kisha akaondoka huko akaenda mpaka mlima
ulio upande wa mashariki wa Betheli, akaipiga hema yake Betheli, akaipiga hema yake. Betheli ilikuwa upande wa magharibi na Ai upande wa mashariki. Akamjengea Bwana madhabahu huko, akaliitia jina la Bwana. Haleluya! Hii madhabahu ndio ilizinduliwa hapo, inaitwa madhabahu ya Betheli. Ibrahimu alijenga, akatolea Mungu sadaka pale, akaliitia jina la Bwana, akamfanya Bwana ibada na akaongea na Bwana. Sasa Ibrahimu akaondoka, kulitokea njaa wakati ule. Mstari wa 9 nasema, naye Ibrahimu akasafiri akazidi kwenda pande za kusini, na ukisoma tu kuendelea utakuja kukuta kulitokea njaa kipindi kile. Ilipotokea njaa, Ibrahimu ikabidi sasa aende Misri, ndiko kulikuwa na chakula. Akaenda Misri na mke wake, akakaa Misri kule. Lakini sasa akawa amefanya neno moja, akamwambia mke wake, bwana, wewe ulivyo mzuri namna hii, Farao akikuona ataniua mimi, akuchukue. Sasa naomba unihurumie mume wako, useme tu wewe ni dada yangu, ili Farao akisikia dada yangu hataniua. Akafanya hivyo. Wakafika kule kweli Farao, watu walivyowaona tu anavyowakawaka, wakapeleka taarifa kwa Farao, kuna kimada kimeingia mji huu. Farao akatuma watu wakaenda kumchukua. Walimuuliza, akasema huyu dada yangu. Na akasema kweli kaka yangu huyu. Akasema basi twende, unakaaje na kaka hapa? Wakamchukua, akaenda kwa Farao. Sijui alikaa muda gani kwa Farao, lakini Mungu akampiga Farao na nyumba yake kwa ajili ya mke wa Abraham. Naongelea kwa ufupi kwa sababu lengo sio huko. Amen. Baadaye akaja akamwambia, kwa nini unataka kuniangamiza? Kwa nini ulinidanganya kwamba huyu ni dada yako? Wakaongea pale na nini, wakasameheana, na Mungu akamwambia, mwambie akuombe, huyu ni nabii, muombe akuombe. Basi akaombewa na nini, wakafunguliwa. Lakini Farao akamwambia, basi uondoke kabisa, umeshaniletea hatari kwenye nchi yangu kwa kunidanganya, basi na uondoke. Kwa hiyo wakati anaondoka, anarudi sasa, baada ya kipindi alirudi ana mali nyingi sana. Ana mali nyingi na mpwawe Loti naye ana mali nyingi sana. Wakarudi kwenye ile nchi, alafu wana mali nyingi. Sasa mlango wa 13 sasa ndio kitu nataka tuone. Mlango wa 13 mstari wa kwanza unasema, Abrahamu akapanda kutoka Misri, yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho, na Lutu pamoja naye mpaka kusini. Naye Abrahamu alikuwa tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha, kwa dhahabu. Akaendelea kusafiri kutoka kusini mpaka Betheli. Mpaka wapi? Betheli. Mahali pale palipokuwa kwa hapo hema yake kwanza, kati ya Betheli na Ai. Na hapo ndipo palipokuwa na madhabahu aliyofanya hapo kwanza. Naye Abrahamu akaliitia jina la Bwana wapi? Hapo. Kwenye nini? Kwenye madhabahu aliyoijenga kwanza. Kwa nini? Lango la mbinguni lilikuwa limefunguka, asingeweza kulitia jina la Bwana sehemu nyingine. Pale ndiko ambako tayari kuna madhabahu, kuna lango na daraja la mawasiliano ya Mungu na huku. Bwana Yesu asifiwe. Nitaka tu tuanze kuona madhabahu inapoweza kukaa kwa muda mrefu. Sasa madhabahu hiyo ya Betheli, hebu twende Mwanzo mlango wa 28. Mwanzo wa 28. Nataka tuone tu madhabahu ikisha, kwa sababu mtu ngoja kwambie, mtu anaweza kafungua madhabahu kama ni mbaya, wale watu wakaishi mpaka wakazeeka wakafa. Alafu kwa sababu wamekufa, ukawaza sasa wamekufa na mambo ya madhabahu ile hayapo. Lakini hapa nataka uone madhabahu inaishi mamiaka. Kwa hiyo ukimuua aliyeanzisha,
ukiwaza kwamba madhara ya madhabahu imeondoka, unajidanganya. Ukiona bibi fulani ni mchawi sana, amesumbua hilo eneo, mkasema dawa tumuue, mkamuua, mnapoteza muda wenu. Madhabahu ile kama imesimama tu, tatizo litaendelea. Haleluya. Kwa hiyo hebu twende nimesema 28, Mwanzo 28, si ndio? Sasa hapa Mwanzo 28 bwana, nitaongea mawili matatu alafu ndio nitaongea mawili matatu alafu nitasoma. Mwanzo 28 pafungue, alafu nikwambie kitu cha utangulizi, alafu tutasoma. Yakobo na ni Isaka akazaa watoto wawili. Yakobo na nani? Na Esau. Wote tunafahamu. Baadaye Yakobo alikuwa mdogo, lakini baadaye akamdanganya, akachukua nafasi ya urithi wa kaka yake kwa kumpa supu ya dengu. Tunafahamu hilo Kwa sasa sirudi kusoma kote huko. Na hiyo ikafungua mlango wakati ulipofika wakati wa baba yake kumbariki baraka za mzaliwa wa kwanza, kwa sababu alikuwa mzaliwa wa kwanza. Kwa kupitia kanuni ya kiroho kwamba ameshauza ule uzao, nafasi ya kwanza ameshauza kwa mdogo wake. Mdogo wake mlango ulifunguka, akaenda akachukua ule mbaraka. Akajifanya ni Esau, akapeleka chakula. Mnaifahamu hiyo story. Alafu akachukua ule mbaraka. Alipochukua ule mbaraka, Esau anakuja. Anaambia, kwani aliyetoka hapa nani tena? Anasema mimi ndo naingia. Akagundua ameshaibiwa mbaraka tena. Hasira ikapanda, akaapa kwamba atamuua mdogo wake. Na mama yake alipoona hatari hii, akashauriana na baba yake kwamba afadhali aondoke tu, aende kule ambako mama yake alikotokea, alafu awe salama. Kwa hiyo hapa ndicho kinachokuja hapa sasa. Kumbuka Ibrahim alijenga madhabahu ya Betheli miaka mingi, hajazaa hata. Akaja akamzaa Isaka. Isaka ameoa akiwa na miaka 40. Alafu Isaka ameshazaa watoto. Yakobo ameshafikia mkubwa ambaye anaanza kwenda kutafuta mke. Kwa hiyo unaweza kuona ni miaka mingapi imepita hapo. Haleluya. Kwa hiyo wakati Isaka ameondoka naenda sasa kule kwa Laban, ndio tunataka tusome hapa katikati. Amen. Okay, hebu tuende mstari wa 10. Mstari wa 10, na nyie sasa mtaanza kusoma ili msije mkasinzia. Unasema hivi, Yakobo akatoka Beersheba kwenda Harani. Akafika mahali fulani, akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatoa jiwe moja la mahali pale. Hebu sema mahali pale. Akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale. Akaota ndoto, na tazama, ngazi imesimamishwa juu ya nchi, na ncha yake kufika mbinguni. Tena tazama, malaika wa Mungu wanapanda na kufanya nini? Na kushuka juu yake. Na tazama, Bwana amesimama juu yake, akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Abraham baba yako na Mungu wa Isaka. Nchi hii unayolala nitakupa wewe na uzao wako. 14. Na uzao wako utakuwa, okay, niruke tu hapo, lakini anarudia zile baraka ambazo alishamtamkia Ibrahim. Naendelea hapo chini mstari wa 16. Yakobo akaamka katika usingizi wake, akasema, kweli Bwana yupo hapa. Kumbe kweli Bwana yupo mahali hapa, ijapokuwa mimi sikufanya nini? Sikujui. Mstari wa 17.
naye akaogopa, akasema mahali hapa panatisha kama nini. Bila shaka hapa ni nini? Nyumba ya Mungu. Na hapo ndipo nini? Ameshapata ufunuo. Hapa kuna lango la mbinguni. Nani amefungua hilo lango? Tutaona. Ndipo lango la mbinguni. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema, akalitoa lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake. Akaita jina la mahali pale nini? Alipewa ufunuo. Haleluya. Akapaita pale Betheli, lakini jina la mji ule hapo kwanza lilikuwa linaitwa Luzu. Sasa kumbe Yakobo amefika pale pale Betheli ambaye babu yake Ibrahim alijenga hapo madhabahu. Sasa kwa sababu miaka imepita, Ibrahim alikuwa hata hajapata mtoto. Amekuja kupata mtoto, amekuja kuwa mkubwa mpaka amefikia mahali pa kuzaa watoto. Alafu wale wajukuu nao wamekuja, wamefika mahali pa kwenda kuoa tena. Nyuma miaka mingi ile madhabahu ilishavunjika, mawe yakasambaa. Yeye anasafiri, ni mjukuu ambaye hajapita hiyo njia, hajawahi kuipita, kwa hiyo hajui kinachoendelea. Akafika mahali amechoka, yeye ameona amechoka, kumbe ni Mungu anasimamia hilo zoezi. Mungu anasimamia hilo zoezi ili afike mahali penye nini? Lango. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Akafika pale akalala usingizi wake. Ile kuingia tu kwenye ndoto, lango kwenye ulimwengu wa roho tayari kaona lango liko wazi. Lipo lango moja wazi, ni lango la mbinguni. Watumishi walipata ufunuo. Tutakuja kuongea juu ya huo wimbo mbele ya safari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akaona ile ngazi. Akaona Bwana yuko pale. Na Bwana akathibitisha ile agano alilofanya na Ibrahim. Kumbuka hapa amesema mimi ni Mungu wa baba yako nani? Mmeona hapo pameandikwa Mimi ni Mungu wa baba yako nani? Kwa sababu ndiye aliyefanya naye agano lilofungua hilo lango. Haleluya. Umeshaona lango linavyokaa muda mrefu. Na Isaka pale akafanya nadhiri pale. Na akafanya nadhiri pale, akamwambia Mungu, kama utanifanikisha. Anatoa nadhiri kwenye madhabahu. Anaongea sasa kwenye madhabahu. Anaongea kwenye madhabahu kwa sababu kwenye madhabahu ndio mahali pa kusemezana. Kwa sababu anga liko wazi pale. Kwa ndio mahali pa kusemezana. Njoni tusemezane. Unasema haja zako na yeye anakueleza kama anacha kukueleza. Ndio mambo unaposemezana madhabahuni, madhabahu ina rekodi, madhabahu inachukua kama jukumu la kusimamia hayo mambo mliosemezana hapo madhabahuni. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Sasa tuone Yakobo alichokisema madhabahu pale. Alisema mstari wa 20. Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niliendayo na kunipa chakula nile na nguo nivae, na nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu. Kwa sababu sasa hivi alikuwa Mungu wa Abrahamu. 22. Na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo, akalimwagia yale mafuta, litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalonipa, anaongea na Mungu sasa, kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya ngapi? Ya 10. Baada ya hapo akaanza safari ya kuelekea anakoenda. Kanisa la Mungu, tuko pamoja. Ameshaongea na madhabahu, ameshaagana na madhabahu, akaishirikisha madhabahu anakoenda, na kama itamfanikisha yeye atafanya jukumu gani. Madhabahu ikifanya jukumu la kumfanikisha safari yake kwa yale aliyoomba, basi na yeye jukumu lake kwa ile madhabahu ni nini? Mungu wa ile madhabahu. Haleluya. Sasa wote tunafahamu alipoenda kwa Labani kule, alikaa huko miaka 20. Kwanza miaka 14 alifanyia kazi wake wawili. Tuko pamoja Wewe leo hii unaambiwa lipa mahari milioni 2 na lalamika. Miaka 14 apate wake wawili. Miaka 7 kila mmoja. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba alizulumiwa sana na Labani. Katika kuzulumiwa, madhabahu ikasimama kupigana upande wa Yakobo. Kwa sababu kuna vitu vingine tunasoma kule, lakini kama hutaka kuunganisha hivi vitu, hutajua kwa nini alikuwa anatokea aliyokuwa anatokea.
Ikatokea anaelewana na Laban kwamba bwana, mimi nachunga mifugo yako, kwa hiyo mbuzi wakitoka wa marakaraka au mabaka, si ndio hao ni wa kwangu. Ambao hawana marakaraka wala mabaka, hao ni wa kwako. Sasa ikianza hivyo, ile madhabahu aliyoyaga kule inaanza kufanya wanyama wote wanakuwa marakaraka. Wote wenye nguvu wanakuwa marakaraka. Wote wa nguvu wanakuwa marakaraka. Baadaye akapewa na ufunuo, akaona mabeberu wanaopanda wanakuwa wa marakaraka. Lakini huku nje ukiona wanaopanda mabeberu ambao wana marakaraka. Nini kinafanyika hivyo? Madhabahu aliyoagana nayo kwamba ukinifanikisha. Hebu maadhimishe Mungu kama unaelewa. Haleluya. Ikamtetea, ikampigania. Yako lugha nikisema madhabahu ikampigania, maana Mungu wa ile madhabahu aliyoagana nayo. Sinaongea kiroho hapa Ikampigania mpaka akawa na mali nyingi sana. Baadaye Mungu akamwambia rudi sasa. Alivyorudi, ni lazima arudi kwenye ile madhabahu akaiambie nimesharudi. Haleluya. Apige ripoti kama alivyoaga kwenye ile madhabahu. Kuna mambo mengine ya kiroho huko kwa Mungu, shetani anakuwa ameyaiba kule. Hivi na wangapi umewahi kusafiri ukaenda ukakutana kwenye nchi nyingine, yani kwenye mwingine, ukakutana na watu wengine kama hasa shuleni. Nina uzoefu wa shuleni. Mnaenda kukaa na watu ama wametoka makabila mbalimbali, halafu kukatokea mazingira fulani mnaongea au mnafanya nini? Sasa bwana usinisumbue, mimi nimeaga kwetu. Ni wangapi wameacha kusikia mtu anasema nimeaga kwetu? Umeshaelewa anachoaga Umeshaelewa anachoaga Anaaga madhabahu. Anaaga madhabahu. Kwa hiyo mtu akishaaga madhabahu anakuwa na ujasiri wa tofauti. Usinitishe, nimeaga, sikuja kienyeji. Manake madhabahu kule ameagana nayo vizuri. Iko na yeye pale inamtetea. Iko na yeye pale inampigania. Sasa na hii madhabahu ya Bethel aliyoyaga ilienda naye kule labda miaka 20, ikamtetea, ikampigania mpaka karudi na mali nyingi sana kama alivyoomba. Kama alivyoomba alipata vyote. Sasa hebu turudi tuone, ameshakaa miaka 20 kule, na nitaenda kumalizia hapo kwa sababu naona muda unaisha, alafu tutaendelea kesho. Lakini kesho basi kwa neema Mungu tuanze mapema zaidi, ili tusije kukosa siku za kuomba, kwa sababu lengo hasa ni kuomba mbele ya safari. Haleluya. Hebu tufungue Mwanzo hiyo, lakini sasa tuende mlango wa 35. Mwanzo 35. Tumefika? Mwanzo 35 naanzia tu ule mstari wa kwanza kama mstari wa kwanza unasema hivi. Tumeshaona. Hebu sasa hapa yuko njiani, amesharudi kutoka wapi? Kwa Laban. Ndio mnielewe hivyo, kwa sana ruka hivyo. Sasa hivi yuko njiani anarudi kwa baba yake baada ya kutoka wapi? Kwa Laban. Sasa mstari wa kwanza unasema Mungu akamwambia Yakobo, ondoka, panda uende wapi? Ambapo pana nini? Lango. Ondoka uende Betheli, ukakae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko, yeye aliyekutokea ulipomkimbia Esau ndugu yako. Haleluya. Kwa hiyo anapewa maelekezo. Ameshatoka kule akapita Shechem pale ambapo dada yao alibakwa, akaendelea. Sasa baadaye Mungu anampa maelekezo, panda sasa uende Betheli.
ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu. Sasa anaposema madhabahu, hana maana kujenga madhabahu mpya, ni kwamba ile inakuwa imeshabomoka. Sasa huwezi kutoa sadaka mahali ambapo hujajenga miundombinu ya sadaka, si ndio? Anaposema ukanijengea madhabahu, maana yake mahali pa kunitolea sadaka pale pale Betheli, eneo la ile madhabahu ya kwanza ambayo imeshafungua anga pale. Haleluya. Kwa hiyo anaendelea, anasema mstari wa 2, Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoeni miungu migeni iliyo kwenu, mjisafishe, mkabadili nguo zenu. Maana yake walioshaokota uchafu huko, miungu, vinyago, mahirizi, anaambia sasa tunaenda kwenye madhabahu ya Mungu wa kweli. Kwa hivi vitu vingine, takataka zote ondoeni uchafu. 3, tuondoke tupande kwenda Betheli, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko, yeye aliyenisikia siku ya shida yangu, akawa pamoja nami katika njia yote niliyofanya nini, niliyoiendea. Ndio maana akasema madhabahu ilikuwa naye kule ikimtetea. Na kwa nini nasema madhabahu ilikuwa naye kule inamtetea? Kwa sababu kule hakujenga madhabahu nyingine tena ya anga la kule. Kwa kule madhabahu iliyokuwa imefunguka hapa Betheli ndio ilikuwa inafanya kazi kule. Haleluya. Okay, akaendelea mstari wa 4 akasema, nao wakampa Yakobo miungu migeni yote iliyokuwa mikononi mwao na vipuli vilivyokuwa masikioni mwao, na Yakobo akazificha chini ya mwaloni ulioko Shekemu. Wakashika njia, hofu ya Mungu ikaishika miji iliyowazunguka, wala hawakuwafuata. 6, basi Yakobo akafika Luzu, kwa sababu pale Betheli palikuwa panaitwa pia Luzu, katika nchi ya Kanani, ndio Betheli, yeye na watu wote waliokuwa pamoja naye. Akajenga huko madhabahu, akapaita mahali pale El Betheli, kwa sababu huko Mungu alimtokea hapo alipomkimbia ndugu yake. Haleluya. Tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Huo ni mfano mmoja tu wa madhabahu ya wapi? Ya Betheli. Hebu angalia madhabahu ya Betheli ilivyotembea miaka mingi. Na hapa sio mwisho. Ni muda umeisha, lakini pengine kesho nitaendelea, au pengine niwaambie tu kwa ufupi afu kesho niendelee na kitu kingine. Hii madhabahu ya Betheli bana, ambapo nitawaeleza tu. Niwaeleze. Tuko tayari? Hii madhabahu ya Betheli ambapo sasa Yakobo amesharudi akatoa hapo na sadaka. Baadaye Yakobo si akaja kuzaa, si amezaa watoto 12, makabila 12 ya nini? Ya Israeli. Tuko pamoja Uanze kuona hiyo historia ilivyo ndefu. Baadaye wale watoto wakakua, baadaye wakaja wakapelekwa wapi? Misri. Tuko pamoja Wakakaa Misri miaka 400 na ngapi? Na 30. Mungu akawarudisha kwa mkono wa Musa. Wakazunguka kule jangwa miaka 40. Baadaye Joshua akawaingiza kwenye nchi ya ahadi. Umeshaona miaka inavyokuwa mingi hapo Halafu Mungu akawapa, wakakaa kule chini ya waamuzi akina Samueli na wengine. Baadaye wakaanza kusema sisi tunataka mfalme kama mataifa mengine walivyo na wafalme. Samueli akamwambia, mnamkosea Mungu. Mungu ndio mfalme wenu. Lango likisha kuwepo hapa, Mungu anatawala katikati yenu. Hamuhitaji mfalme. Wakasema tunataka mfalme atusimamie, atuelekeze. Wakaambiwa hasara za kupata mfalme ni hizi. Wakasema pamoja na hayo lakini tupe mfalme. Samueli akalia sana mbele za Mungu. Mungu akamwambia, unalia nini? Wao ndio wametaka mfalme, waruhusu wapate mfalme. Wakaanza mfalme anaitwa Sauli. Tuko pamoja Baadaye Sauli akamkosea Mungu, likaenda. Baadaye akaja akaingia Daudi, mfalme Daudi. Amen. Baadaye Daudi akatawala miaka mingi, akampendeza sana Mungu Daudi. Maana Mungu
kiti chako cha enzi kitadumu milele. Mpaka sasa hata Yesu anaitwa mwana wa nani? Wa Daudi. Sasa Daudi akazaa mtoto wake kwa nyumba ndogo. Mungu alivyoarehema yule mtoto anaitwa Solomon au Solomani, akaja akachukua kiti cha Daudi. Tuko pamoja eh? Sasa bwana Solomoni akatawala, mfalme ambaye alichukua nasa sana, akaoa mpaka wanawake 1000 na nini na mambo kama hayo. Baadaye Sulemani naye akamaliza safari yake ya utawala. Alivyoondoka, neema ikawa imeondoka, kukanjia faraka Israeli. Israeli ikakatika, makabila mawili upande mmoja, kwa maana ya Yuda na Ephraim na nani wale Benjamin, wakaa upande mmoja. Alafu makabila 10 yakaa upande mwingine wa kaskazini. Tuko pamoja eh? Yale makabila mawili yaliyobaki Yerusalemu. Yerusalemu ndiko kuliko kuwa na hekalu. Tuko pamoja eh? Ndiko kuliko kuwa na sanduku la agano. Kwa ndiko Mungu anakofanya nini? Anakoabudiwa. Kwa yale makabila mawili yakabaki na Mungu. Yale 10 yaliyoenda huku yakawa chini ya Yeroboamu. Kwanza yalianza na Rehoboamu mtoto wa Jonathan, baadaye wakataka kumuua, akarudi upande wa pili, akaja Yeroboamu, lakini hatuna haja sana kujua hayo. Kuna mali na lenga. Haleluya. Wakati ametawala yule Yeroboamu, akakaa akasema, hawa watu nikiwaruhusu wao wanapanda Israeli, kwa sababu kuna zile sikukuu za kwenda Israeli kila mwaka, si ndio eh? Kwenda kwenye madhabahu, kwenda kutoa sadaka, si ndio? Nazifahamu eh? Pasaka nini, sikukuu ya mavuno nini, ziko kwenye utaratibu wa sikukuu za Wayahudi, na watu wote wao wanaenda kwenye hekalu lile kwenda kufanya ibada. Sasa yule mfalme, kwa sababu wameshatengana, ni mfalme huku na kule kuna mfalme, hamna kuingiliana. Akasema sasa watu wangu wakiwa wanapanda Yerusalemu, kwa sababu Yerusalemu ni juu, ina maana baadaye mioyo yao inaweza ikamwelekea Rehoboam, wakaniua mimi. Rehoboam akaja akachukua nchi yote, akatumia mbinu ya kibinadamu, akasema nitatafuta mbinu ya kuwazuia wasiende. Tuko pamoja? Kumbe bwana, Betheli yuko ule upande wa kwake. Betheli yuko upande wa kwake. Kwa hiyo miaka imeshapita mingapi? Miaka 800. Yaani toka kipindi hicho ilipojenga hii Betheli, wakati Yakobo ametoa pale sadaka, mpaka wakati huo miaka imepita mingapi? 800. Pale hamna madhabahu, hamna hata harufu ya madhabahu, lakini lango la mbinguni liko wazi. Kwa hiyo alichokifanya, akaenda akajenga jengo fulani la kuabudia pale Betheli, kwenye madhabahu ile, akaenda akajenga madhabahu pale kwenye lango lilo wazi la Ibrahimu. Tuko pamoja eh? Akajenga ile madhabahu pale, akawaambia wale watu, unajua Yerusalemu ni wali, kwa nini kutaabika safari ndefu kwenda Yerusalemu? Tuwe sisi tunamwabudu Mungu hapa. Kibaya alichokifanya sasa, kwa sababu Mungu wa kweli ameshaweka madhabahu yake pale Yerusalemu, alichokifanya akaweka ng'ombe pale. Ng'ombe ndio aabudiwe kwenye hiyo madhabahu. Na miungu mingine, sanamu nyingine zikawekwa kwenye ile madhabahu. Kwa hiyo madhabahu ni lango la mbinguni bado, lakini mkataba haupo na Mungu aliye hai tena. Amechukua tu nafasi ya kwamba lile lango liko wazi, ameweka hapo madhabahu, akaweka hapo miungu. Kwa lugha nyingine, akakaribisha miungu mingine kwenye madhabahu, kwenye lango ambalo ni la Mungu wa kweli. Mungu wa kweli hawezi kukubali lango lililofunguliwa kwa ajili yake, halafu ukaribishe Mungu mwingine aje aanze kufanywa kazi, kwa sababu wanapofanya ibada pale, maana yake roho za mashetani zitakuwa zinakuja kupitia lango hilo waje. Na Mungu wa kweli hawezi kuruhusu hicho. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Kilichofanyika
nini? Wakati mfalme Yeroboam amepanda kwenye ile madhabahu atoe nini? Dhabihu. Mungu akamtuma nabii mmoja toka Yuda haraka, akampa masharti. Biblia ituambie jina lake, lakini anasema ni mtu wa Mungu. Amen. Anaitwa mtu wa Mungu. Akatumwa kabla, nenda Betheli, ufike pale, Yeroboam nataka kutoa dhabihu kwenye madhabahu. Utamke maneno haya juu ya ile madhabahu. Uiambie ile madhabahu kwamba Daudi atazaa mwana anaitwa Yosia, na huyo mwana atakuja atateketeza mifupa ya manabii wa Mabaali juu ya ile madhabahu. Na ishara ya kwamba itafanyika haya, madhabahu hii itapasuka unapotoa hayo maelekezo, na majivu yatadondoka, yatatawanyika. Haleluya. Yule mtu wa Mungu akaenda, akafika Samaria, akafika Betheli. Akamkuta Yeroboam ndio anataka kutoa dhabihu. Akaanza kupiga kelele za kinabii, anatoa ule unabii. Yeroboam akanyosha mkono, akasema mkamati huyo. Tunaosoma Biblia, ule mkono ulifanya nini? Ule mkono wa Yeroboam ukakauka pale pale. Halafu akasema basi naomba uniombee. Madhabahu ikae imeshapasuka, majivu na akamwombea, mkono ukarudi, naye akaondoka. Mungu alimpa masharti moja kwamba usirudie njia ile ile, nenda na njia nyingine kama tunavyokumbuka. Japo alikuja kudanganyika na nabii mmoja mzee ambaye sasa naye alikuwa ameshatoka kwenye reli. Kwa sababu angekuwa hajatoka kwenye reli, yeye ndio Mungu angeongea naye aende pale, eti kweli yeye ndio Mungu angeongea naye akapeleka. Sasa kwa sababu Mungu alimtuma mtu wa Mungu kule, kwa sababu yule mzee ameshatoka kwenye reli, lakini akafanikiwa kumdanganya yule mtu wa Mungu Bwana, mpaka akaja akaliwa na simba. Sasa ninachotaka hapa tukione nini? Miaka 800 baadaye ile madhabahu ilikuja kuendelea kutumika, lakini kwa uharibifu, kwa sababu Samaria ilishajitenga na Yerusalemu. Kwa hiyo ikaishia katika mazingira hayo ambayo sio mazuri, lakini Mungu alilinda bado, kwa sababu aliitolea unabii, na Yosia alikuja kufanya hilo jambo la kimungu. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Kwa hiyo unaanza kuona unaposoma kwenye Biblia, unaanza kuna katoa madhabahu hapa, katoa sadaka hapa, kanyanyua hapa, lakini kuunganisha mpaka upate ni mtiririko wa madhabahu moja tu ilikuwa inaendelea hiyo. Inahitaji ufunuo wa nani? Wa Mungu. Wangapi wamepata kapointi kakuanzia? Kapointi kakuanzia umepata? Muadhimishe Mungu kwa nguvu zote. Kwa sababu mfano huu wa madhabahu ya pili ambayo Mungu akatupa neema tutaendelea nayo kesho ni kiboko zaidi. Na nitatamani iishe mapema hiyo ya mfano wa pili, tuingie sasa kwenye hatua nyingine tena ya kuona upana zaidi Mungu anavyo madhabahu za. Utashangaa vitu ambavyo viko kwenye Biblia unaambiwa ni madhabahu, ulikuwa hujui kama ni madhabahu, na utashangaa utakapojua kumbe ilikuwa ni madhabahu. Na utakuja kushangaa jinsi ambavyo kumbe Mungu hafanyi chochote asipopewa kibali na mwanadamu chochote. Utakuja kushangaa. Kwa sana mimi nilishangaa wakati nafunuliwa. Haleluya. Alafu Jumatano Mungu akitupa sana neema, tutaona madhabahu za sasa katika kanisa la Kristo zikoje. Madhabahu za kwenye Agano Jipya zikoje. Alafu na tutaingia kwenye hatua ya utendaji ya vita vya kiroho sasa. Haleluya. Ni eneo la muhimu sana ambalo nyakati za mwisho Mungu anatamani watoto wake wasio wajinga kwenye hilo, kwa sababu Mungu anatuandaa kupiga vile vita vizuri vya imani. Hebu tumaadhimishe Mungu, tunaenda kuhitimisha.